Machi 26 Jumatano. Mwaka wa 2025, Baptizan kamili, Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi. Lazima uinue Baptizan kamili kutoka kwa mlima wa Mizeituni kwa njia ya maombi asubuhi na kuhuisha ubongo, nafsi na mwili wako kupitia maombi ya kupumua sana, wakati nguvu ya kiti cha enzi na Roho ya Mungu wa Utatu itakapokuja juu yako. Mamlaka 5: uwezo wa kushinda nguvu za giza na uwezo wa kuokoa maisha yako ya zamani, ya sasa na yajayo yatadhihirika. Kuanzia hatua hii na kuendelea, utakuja kuona kdip yako na kumbi tatu, na utatembea kwenye njia ambayo Mungu wa Utatu anaongoza. Unakwenda kwenye njia ya utimilifu wa neno, majibu ya maombi, na njia ya ushuhuda. Unabadilisha mazingira kwa kutumia siri 10, mifumo 10 na uhakikisho 5. Kwa hili unapeleka jibu la maisha yote kwa wengine. Kila njia unayopitia inakuwa kambi ya kiti cha enzi, na njiani unakutana na miongozo ya kuanzisha Baptizan kamili. Lazima uombe kwa ajili ya njia inayoongoza kwa uinjilisti wa ulimwengu kutoka mlima Kalvari, mlima wa Mizeituni, chumba cha juu cha Marko, Antiokia, Asia, Makedonia na Roma. Kisha wakati wa mchana unapaswa kuombea mambo matatu yafuatayo: 1. Kufurahia. 24. Unapobadilisha kila kitu kuwa maombi wakati wa mchana, utapata majibu kadri siku zinavyosonga mbele. Wale remnant 7 kutoka katika Biblia walipokea mwongozo na majibu ya Mungu kupitia maombi. Paulo alisema kwamba ukiomba kwa kuendelea katika Roho Mtakatifu, unaweza kumshinda Shetani. 2. Subiri. 25. Unapaswa kusubiri ufalme wa Mungu ulioahidiwa kwa masaa 25 unapofurahia maombi mchana. Mtu aliyefanya hivi vizuri zaidi alikuwa Paulo. Paulo alishuhudia kwa ujasiri juu ya ufalme wa Mungu na kungoja uanzishwe. Matokeo yake, muujiza ulitokea kwa Tirano. 3. Changamoto. Milele. Unapongojea ufalme wa Mungu, lazima utoe changamoto kuelekea mambo ya milele na mambo ambayo hayatatoweka. Yusufu na Musa walisimama mbele ya Farao, na Daudi akashindana na Goliathi. Daniel alipinga ingawa alijua angeweza kufa. Changamoto aliyotoa Paulo ilitimizwa katikati ya dhoruba kubwa. Unapoingia katika maombi ya kina na kupumua kwa kina usiku, lazima uombe ukishikilia mada zako za maombi za maisha yote. Hivyo, lazima ufanye urithi wa milele kuanzia sasa. Kisha kazi bora ya milele na urithi utafuata, ombi la agano. Mungu Baba, ninakushukuru kwa kufungua mkutano wa remnant wa Japani. Nina uhakika kwamba uinjilisti wa ulimwengu utafanywa kupitia wamisionari, maofisa wa kanisa na remnant hapa Japani. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.